wabarakatuh. Kabla ya darsa kukumbusha mmoja katika walimu zetu Ustadha Salama amefikiwa na mamake. Inshallah tazikwa leo baada ya salatu dhuhur, tuhudhurie inshallah tupate kwenda kustiri mama yetu, na pia vile vile tupate ujira sisi kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakayehudhuria janaiz mpaka kuswaliwa anapata qirat, na ameomba atahudhuria mpaka kuzikwa anapata qiratani. Masahaba wakamuuliza, akasema qirat ni mfano wa mlima Uhud kwa thawabu. Kwa hivyo tusikose thawabu hizi, hasa katika kumi hili ya mwisho. Tuhudhurie inshallah mazishi ya mama yetu inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika wale wanaochagua awliya, marafiki au wenye kuwategemea min dunillah, asikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kamathali al-ankabut, mfano wa mdudu buibui, spider. Ittakhadhat baita, huyu hujenga nyumba yake akichukulia ndo nyumba. Wa inna awhana al-buyut la bayt al-ankabut, na kwa hakika nyumba mazopamba ni dhaifu sana ni nyumba ya buibui. Lau kanu ya'lamun, lau watu wangekuwa wajua. Hii ndo aya pekee katika Qur'ani inamtaja mdudu huyu ankabut. Aya katika sura 69 ya Qur'an, katika sura 29 ya Qur'ani, ikimzungumzia mnyama mdudu huyu ambaye kwamba ana dauri kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano kwa mdudu huyu kuwapa mushrikina wa Makka, kwa kuwa aya zenyewe, sura yenyewe ni sura iliyoteremshwa katika mji wa Makka. Anawapa mfano mushrikina walikuwa wakiabudu masanamu na wakiwa na fikra ya kuwa yale masanamu yatawanufaisha wao, wakiwa na fikra ya kuwa wataokolewa, watakingwa na mabalaa. Na hii ndio fikra ya kila alikuwa akimshirikisha Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika Qur'ani utaona wengine mpaka wakiwaambia mitume wao, inna naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, sisi tutasema pengine miungu yetu imekusibu. Ndio unaona umeanza kuogopa mambo kama haya, kutuambia tumpokeshe Mungu na kadhalika. Ndio fikra walikuwa nazo mushirikina. Sasa Mwenyezi Mungu anawapa mfano kuwa lile tegemezi lao walikuwa nalo ni mfano wa buibui ambaye kwamba hutengeza nyumba, akapiga wavu wake, akatengeza ile neti yake spider. Anapotengeza lakini hatambui kuwa inna awhana al-buyut la bayt al-ankabut, nyumba zilikuwa dhaifu zaidi katika hiyo. Lau kana ya'lamun, lau watu wangemtambua. Ni mfano kuja Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tumwangalie huyu mdudu ni wa aina gani. Utamuona kiumbe dhaifu chepesi, Mwenyezi Mungu kamuumba pale alipo na udhaifu wake. Ana macho 8, alikuwa mepesi anaposema na sayansi. Mwenyezi Mungu kamuumba na uwezo wa kuwa yale mate yake hubadilika kutoka katika tumbo lake ikawa linatengeza hariri, ambayo kwamba ndio hutengezea ule wafu wake. Ule wafu wake, zile nyuzi ambazo kwamba anazisuka na kutengeza nyumba yake, hutengezwa kwa njia moja ya hariri ambayo kwamba inatoka ndani ya tumbo lake. Akiitengeza, ajabu kuwa wanasayansi wasema ule uzi anauvuta ule buibui
kwa kadri ya ule wembamba wake ndo kitu kichokuwa chenye nguvu zaidi, ama ni uzi ambao kwamba unategemewa kushinda hata chuma. Lau utakata chuma kwa ule wembamba wa uzi wa buibui anapofanya, basi ile uzi ina nguvu zaidi kushinda chuma. Sasa pengine mtu utauliza, Mwenyezi Mungu asema ni dhaifu zaidi. Naam, mufassirina asema katika maajabu ya Mwenyezi Mungu ni kuwa nyumba ya buibui anavyojenga ndo dhaifu zaidi, lakini si ule uzi wake. Uzi una nguvu kama alivyopata. Sasa kwa nguvu iko kwenye uzi, na Mwenyezi Mungu maneno yake anapochagua katika kitabu chake hachukui tu, hutupa maneno muhakkam. Akazungumzia ni nyumba, lakini si ule uzi wake. Ule uzi wake na wembamba wake, lau utachukua unywele wa mwanadamu, ukichukua nywele zako ukachukua moja tu katika nywele zako, unywele mmoja ukaugawanya, basi ni ugawanye mara 1400 ndio upate ule uzi mmoja anaotumia buibui kutengeneza nyumba yake. Nywele za binadamu chukua moja, igawanye mara 1400 ndio utapata kisehemu kidogo kwa uzi ambao kwamba anatoa buibui kujengea nyumba yake, kuonyesha udhaifu ulioje wa nyumba ile. Kisha mwenyewe anapoitengeza kupima kwa mahesabu yake, isielekee sana upande huu, huangalia upepo unavumia kwa wapi na kadhalika. Lakini licha ya yote, kwa kupiga mahesabu, upepo unavuma vipi na maji hushukia kwa wapi kawaida na nini, lakini hupita kwa ikawa haiwezi kuhimili yote. Wakati upepo utazidi zile hesabu zake, itaharibu ile nyumba yake. Wakati itapita maji yatakuwa mengi, itaharibu. Yani haimkingi. Ni uzuri tu, kama mmoja katika mufassirini anavyoeleza, ni uzuri wa macho tu. Nafikiri na Imam Maurudi katika Nukhatul Uyun anasema ni uzuri wa macho tu, kwa kuwa ukiangalia utaona nzuri, lakini haina faida, haimzuri kwa hata Imam Samarkandi katika Bahrul Ulum asema ni kuwa haimzui baridi wala haimzui joto wala haimzui upepo na kadhalika, kuwa iko tu ni nyumba ameitengeza. Ni mfano kwa wale mushrikina kuwa haiwazui kitu, haiwazui adhabu, haiwazui maradhi, haiwazui madhara aina yote, ni kuwa wako tu kwa kuwa wao wameabudu, na ndivyo mfano anaopiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au halal nyumba ilikuwa dhaifu zaidi. Huu ni kwa mtazamo wa nje na kisasa. Je, kwa mtazamo wa kihakika, Mwenyezi Mungu alipozungumzia buibui ana tabu moja kwa udhaifu wake ulionao, ni kuwa ndo katika nyumba ama familia katika ardhi ambazo kwamba hazina utulivu. Buibui ana sifa, utamuona mara nyingi katika ule wavu wake, zile spider web akitengeza, utamuona mara nyingi yuko peke yake. Si sana kumpata buibui, pengine wako wawili, yeye na mumewe na kadhalika. Ikionekana vile ujue ni katika hali ya kutafuta watoto peke yake. Mara nyingi ukiangalia utaona ni mmoja yuko peke yake, buibui mmoja, huku mwingine au yuko na watoto bado wadogo. Kwa nini? Asili yao kunao baadhi ambao kwamba akimaliza yule mume huliwa, kwa kuwa mara nyingi mwanamke katika buibui huwa ni mkubwa kushinda mume. Sasa humtafuna akammaliza. Kisha kunao wengine akizaga mayai yake katika fuko lake lile, wakakaa wote kwa pamoja. Mwingine wakishatoka wale watoto hutafunwa wote akawamaliza. Wengine hukaa, wakitoka yule mama yao ndio kwa chakula chao, akatafunwa akamalizwa. Wengine hulala wao kwa wao katika ile fuko, wakimaliza kutoka, atakayekuwa na nguvu huyo ndio atatoka, akenda mwingine ambaye kwamba atasurvive, ataishi, ataendelea tena naye aje vile vile, imma aliwe yeye au mpaka, yani ndio hivyo imekuwa. Au hana albuyut, haina mawadda wala sakina wala rahma, ni kwa kila mmoja humna mwenzake. Ndio mfano anaopiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au hana albuyut, katika nyumba zilizokuwa na udhaifu zaidi, kwa kuwa hakuna hata mawadda, hakuna sakina, hakuna rahma. Huyu kila mwenye kumaliza mwenzake,
na ikawa mara nyingine hulala kabaki yule mmoja naye akawa dhaifu, ikawa ndo mwisho. Na katika ajabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia hizi asema ittakhadhat baita, hujenga nyumba, na akatumia dhamiri ya kike kama tulivyozungumza kwenye nyuki juzi. Basi na hapa vile vile imetumika dhamiri ya kike. Wanasayansi sema aghlabia katika kujenga nyumba za mbinguni na kuitengeza ule wavu wake, mara nyingi huwa ni mwanamke ndio mwenye kuanza. Mwanamume wakati mwingine huja akasaidia katika kuipanua, lakini karibu zote ukiziangalia hujengwa na mwanamke. Wewe kunazo baadhi ya riwayati kuwa si wawe, lakini kunazo riwayati kwamba mfasirina wengine wamezitegemea kama Imam Qurtubi na zake sema Sayyidina Ali ibn Abi Talib katika riwaya kwa sema ondosheni, yani ondosheni na dhufu na sijil ankabut min buyutikum fa innahu yurithu al-faqra, ondosheni zile wavu za mbinguni katika nyumba zenu, kwa sababu zikibaki zinarithisha ufakiri ndani ya nyumba. Ziondoshwe, zifagilie, na ndo ada na kaida kuwa uchafu mara nyingi kikaa huwa ni ya kuvutia, utakuja wadudu, utakuja nini, mpaka pale kutabadilika rangi. Kwa hivyo kuondoshwa ndo ada kuwa ndo usafi na nadhafa. Imam Qurtubi katika tafsiri yake ametaja hadithi hii na riwaya hii kutoka Sayyidina Ali ibn Abi Talib kuwa kusafishe, kuondosha kwa kuwa yurithu al-faqr, huondosha. Mara nyingi nini ulama wakieleza hadithi ama riwaya hizi ambazo kwamba ni marfu' ama nini zimekatikia sanadi yake mpaka kwa masahaba radhiallahu alayhim, kwa masahaba kuna baadhi ya maneno wakizungumza huwa si kwa fikra zao tu. Kwa mtu mathalan anasema hii kitani bali inaleta fikiri, huwa si kwa fikra, ni kwa huyo wengine haya amesikia moja kwa moja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndio maana wengine utaona ulama wa hadithi ama tafsiri wakizingiza katika tafsiri zao kwa hisi nazo pia vile vile ni hadithi, kwa kuwa ni kuwa wameyapokea mfano baadhi ya maneno huwa hawasemi tu wa hawaya nafsi zao. Kwa hivyo huondoshwa. Al-Imam Qurtubi vile vile katika tafsiri yake na Al-Imam Al-Mawrudi katika Nukatul Uyun tafsiri yake amezielezea kuwa Ankabut katika sifa ametengeza wavu wake mara mbili kuwanusuru mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara moja alimnusuru Sayyidina Daud alayhi salatu wassalam alipokuwa akifukuzwa na Jalut. Jalut ilikuwa vita vyake baina ya Daud na Jalut, na yani Daud kisha mwisho akamua Jalut, wakatala Daud Jalut. Katika kisa hicho kilichoelezwa ndani ya sura al-Baqara kuwa Sayyidina Daud alijificha pahala na ule nini Ankabut akatengeza wavu wake kumficha, ikawa hakuonekaniwa. Na nyingine ni kama ilivyokuja katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda hijra, wakijificha katika pango. Baadhi ya ulama wasema haikuthubutu sira hii nini hadithi hii, lakini ashabu siyar karibu wote wameinukuu na wameikubali. Tatizo wakati mwingine huwa ni kuwa wewe ni ulama wa hadithi uhukumu sanadi za sira kwa hukumu za hadithi. Sanadi, kila kitengo cha elimu kina sanadi zake. Kuna sanadi wapokezi katika mathalan wanapokea Qur'ani, ukiweka katika upokezi wa hadithi ndio tusema huyu. Kuna wapokezi katika wale ambao kwamba wamepokea sira, ukiwaweka katika hadithi utasema hawa hawafai huko, na wale wapokezi wa hadithi wengine katika sira utasema hawa hawafai. Yani kila kitengo cha elimu kina upokezi wake na riwaya zake. Kwa hivyo ashabu siyar wote wamekubaliana kwa hadithi hii kwa Ankabut alitengeza wafu wake akamnusuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ghar, katika pango ambalo kwamba alikuwa amekaa na Sayyidina Abubakar Siddiq, akafunika akatengeza haraka na kuvuta uzi wake na kadhalika. Huyu ndio Ankabut. Pamoja na yote, inna awhana albuyut la bayt al-ankabut, nyumba ilikuwa na udhaifu zaidi, imma kwa kujengwa kwake na kule kunavyoharibika kwa haraka na nini, hata akija mtoto mdogo kuigusa tu itatoporomoka yote na kadhalika. Ama kwa ule udhaifu wa kukosa mawadda na rahma na mapenzi baina yao ndani ya familia za Ankabut, hiyo ndio udhaifu ambao kwamba pengine mkusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu mwisho wa aya, lau kanu ya'lamun, kwa wakati ule
ilikuwa hakuna mmoja katika tabiina akisoma aya hizi katika mufassirina wanavyozieleza, alikuwa anadhiki sema, lau nilikuwa najua hunipa taabu nikisoma aya za Qur'ani kisha nikawasifahamu maana yake. Sasa Mwenyezi Mungu azungumzia lau kanu ya'lamun, lau wangekuwa wajua huo udhaifu na kadha. Hawa imma kukusudiwa wale Makuraishi wanaoabudu masanamu, imma kukusudiwa sisi tusojua maana ya udhaifu wa Ankabut na tusojua udhaifu unaopatikana katika nyumba zao na kadhalika. Sasa kumekuja kupatikana elimu za kugundua na tunaona hakika Mwenyezi Mungu alikusema ule udhaifu wake. Kisha mwisho baada ya moja azungumzia Mwenyezi Mungu, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas liqaumin ya'qilun wama yaqiluha illa al-alimun, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wama yaqiluha illa al-alimun. Hawezi kuitambua, ni mfano umepigiwa watu, lakini wenye kuizingatia ni wale wenye elimu. Wenye kuizingatia ni watu wenye akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, kwa hivyo ni mfano umepigiwa wale wenye kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, kuwa mfano wao, mashiko yao ni mashiko ambayo kwamba hayana nguvu, wabaki katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ni mfano uliokuwa mkubwa ambao kwamba unatupa ibra, na kama tulivyotanguliza katika viso vyetu, kila mdudu au mnyama anatajwa katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu hakuzitaja tu abatha, bali yataka ibra na mazingatio vipi ambavyo kwamba yani viso vao vimeelezwa katika Qur'ani na muktadha wa zile nishia ya habari zao zimeelekea katika kutuelekeza sisi kumtambua zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-'azim wa ummana bil ghufran ya karim. اللهم استعملنا بسنة سيد المرسلين. اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران يا عزيز يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا كلنا من ذلك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب